Ukitaka maisha yako kuona yanabadilika, omba, funga, soma neno, soma vitabu, sikiliza mafundisho, kuwa mtu wa kutoa. Wakati mwingine jitenge, sipende kukaa kwenye magrupu, mtafute Mungu. Nidhamu yako haipimwi pale ambapo uko kwenye magrupu, inapimwa pale ambapo uko peke yako. Hakuna mtu ambaye anakukumbusha kufanya kitu, ila wewe mwenyewe unajisukuma kufanya. Umekifanya kama sehemu ya wajibu. Kuna sehemu usikii kuomba, utaomba. Kuna sehemu usikii kufunga, utafunga. Au usikii kufanya jambo fulani la kimungu, utafanya, kwa sababu ni nidhamu umeitengeneza mwenyewe kwa ajili ya maisha yako. Kile ambacho unakifanya ukiwa mwenyewe kina nguvu kuliko kile ambacho unachokifanya ukiwa kwenye grupu. Yaani wewe mwenyewe ukijisimamia ndo nidhamu ya kweli, sio kusimamiwa. Hapana, jiimarishe mwenyewe. Addiction ya Mungu inaondoa addiction ya tabia fulani. Kadri unavyozidi kuwa na kiu na Mungu, ndivyo kiu za mambo mengine zinaanzaga kukatika. Kuna vitu hautaangalia tena, kuna vitu hautasema tena, kuna mambo hautayawaza tena, kuna mambo hautayafanya tena. Kwa sababu gani? Kwa sababu uwepo wa Mungu umekamata maisha yako kiujumla. Neno la Mungu ni kama sabuni ya unga. Unapojiloweka kila siku, kuna madoa ndani ya moyo wako yanaondoka kila siku. Kuna tabia inaondoka, Mungu anaweka tabia ingine. Kuna mawazo yanaondoka, Mungu anaweka mawazo mengine. Kuna ubize unaondoka, Mungu anakuwekea ubize mwingine. Unaanza kubadilika. Yesu amekuita kama ulivyo, lakini hataki ubaki kama ulivyo. Anataka maisha yako yabadilike.